السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا ومصطفانا ومعلمنا وأستاذنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل في علاه. Ndugu zangu na wazee wangu tukufu, kwa hakika inapasa kutoa shukrani kwa dhati kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala kutukutanisha tena katika sehemu tukufu kama hii, katika sala tukufu kama hii, salatul Jumaa, kwa ajili ya kutekeleza mojawapo miongoni mwa ibada ambazo kwamba tumefaradhiwa. Nitapenda biidhnillahi tabaraka wa taala nizungumzie namna gani walivyokuwa masahaba na wema waliotangulia, jinsi walivyokuwa na hofu ya moto wa Jahannam. Nikizungumzia masala ya moto wa Jahannam, bila shaka huwa nimekusudia kuwa nazungumza kuhusu adhabu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiandaa siku hiyo kwa wale ambao kwamba watamkhalifu na kwenda kinyume na amri zake. Na namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kabla sijasema jambo lolote, atuhifadhi kutokamana na adhabu kama hii, kwa sababu sisi ni viumbe dhaifu sana, na Allah Subhanahu wa Ta'ala amechukua adhabu na kuandaa adhabu ngumu ambayo hatuwezi kuistahimili, na hakuna yoyote ambaye kwamba ataweza kupambana na adhabu hii. Na katika adhabu zote ukiangalia, hakuna adhabu ambayo inaumiza kama adhabu ya moto. Ndio maana hata sisi tukipeana adhabu, ila adhabu ya moto tumekataza kuadhibiana kwa moto, kwa sababu adhabu hii ambaye anaifanya kazi hii na atakayeadhibu kwa kupitia moto ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tu'adhibu bi'adhabillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala moto ameuweka kwa ajili ya makafiri, na kwa bahati mbaya vile vile kwa wale ambao watakomwasi. Mwenyezi Mungu atuhifadhi tusiwe katika hao, miongoni mwa wale ambao vile vile walikuwa ni waumini lakini wakafanya maasi mengi mpaka wakawa watastahiki na wao vile vile kuingizwa kwa muda, alafu baadaye watakuwa ni wenye kutolewa. Na mara nyingi tunazungumza habari hii, lakini bahati mbaya ni kwamba watu wanachukulia ni jambo la kawaida au ni jambo ambalo kwamba ni lepesi. Lakini lao tukikaa tukifikiria kwa adhabu hii ya Jahannam au adhabu ya moto, ni adhabu ambayo ya kutisha na adhabu ambayo itufanye sisi tuwe na hofu nayo. Ndugu zetu wema waliotangulia na masahaba, jambo hili walikuwa wakiwa na hofu nalo sana. Leo kwa bahati mbaya sisi ile hofu ya moto imetuondokea. Moto wa duniani pengine tuna hofu nao, lakini moto huo wa kesho pengine tunaona kama ni mazungumzo yanazungumzwa. Lakini uhakika ni kwamba umoto hapa duniani
ni moto mwepesi sana kulinganisha na moto huo, hata si chochote si lolote. Mpaka hadithi zinasema, hadithi mbalimbali, ya kuwa tulipotakiwa kuletewa moto huo kupikia, ilibidi uzimwe wa mabahari na mabahari ili tuweze kutumia moto kama huu. Lakini leo kwa maajabu yaliyopo ni kwa kwamba waweza kumpata Muislamu afanya mambo ambayo mambo yale ukiangalia ni mambo yampeleka mtu motoni, na pengine anapokumbushwa au anapoambiwa akawa hata habari hana, na pia pengine akujibu ufidhuli wako kwamba kama moto huo twasikia kuni zake ni watu, tukitoingia sisi utafanya kazi gani? Lazima sasa tuingie ili ufanye kazi. Eti anatukulia kwa akili yake, kwa mawazo yake, anaufananisha na moto huu wa duniani. Huu hapa duniani pia hatuwezi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ametuletea huu moto hapa duniani kwa kazi mbili muhimu. Sisi lakini mara nyingi tunaona kazi ya moto wa duniani muhimu ni moja, ni kutumia katika mahitaji yetu kwa kupikia na kwa mambo mengine. Lakini hiyo ni kazi moja tu. Kazi ya pili ya moto umeletwa kwa ajili ni makumbusho na tadhkira, ili tukiuona moto huu hapa duniani tufikirie moto huu wa kesho. Katika suratul Waqa Allah jalla jalaluhu asema, afara'aytumun nara allati turun أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم أفرأيتم النار التي تورون. Allah anasema hamuoni huu moto ambao kwamba, si mnauona huu moto ambao kwamba mnauwasha nyinyi mkipikia? Antum ansha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un, nyinyi ndio mlaumba ule mti wake, maana moto watoka katika mti. Na mpaka leo wana science au mashule watoto wanafundishwa uchukue mti mbichi na mti fulani, basi katikati yake ukitoboa shimo alafu ukeka nyasi zilokauka, ukisugua utaona moto unawaka. Allah anautoa moto katika mti ambao uko kijani mbichi kabisa. Allah anasema antum ansha'tum shajarataha, nyinyi ndio mnautoa ule mti wake, nahnu almunshi'un, ama ni sisi tulioumba huo mti wake. Nahnu ja'alnaha tadhkira, sisi huu moto tumeufanya, huu moto duniani tadhkira. Kazi yake ya kwanza ni ukumbusho, ili ukukumbushe moto ule. Kila ukiona huu hapa ukumbuke huo huko. Wa mata'an lilmuqwin, kazi yake ya pili ni matumizi kwa viumbe. Umeletwa ili tuweze kupikia, tuweze kuchomea vitu, tuweze kufanyia mambo yetu ya kidunia. Sasa ili uweze kukumbuka moto huu, angalia huu hapa kwanza. Huu moto wa duniani huu, hakuna mtu awezao kuukabili huu. Sikwambii moto wenyewe, hata lile jivu au ile muharara wake hatuwezi kukabili. Joto lake tu hatuwezi kukabiliana nalo. Vipi tutakavyoweza kupambana na moto huo siku hiyo? Ndio mnakumbuka kuna mmoja katika mpiganaji ndoni akiitwa Muhammad Ali. Muhammad Ali Clay yule alikuwa yeye kila kitembea anatembea na kibiriti. Paka watu siku hiyo wakamshuku, labda huyu bwana yuwavuta sigara, mbona kila anapokwenda na kibiriti? Siku hiyo watu wakabidi wamuulize, wakamuuliza, wewe kila tukikuona mbona tunakuona una kibiriti? Hichi kibiriti kazi yake nini? Wavuta sigara? Akawaambia la,
mimi sivuti sigara, lakini naona nyinyi mnataka kujua kazi ya hichi kibiriti, kwa nini mimi nakibeba kila ninapokwenda. Akawaambia kazi ya kibiriti hichi mimi nakibeba wakati ninapokuwa nimefika mahali sasa moyo wangu umenituma nifanye maasi au nifanye maovu, yale maovu ambayo najua kwamba nikiyafanya haya yatasababisha mimi kwenda motoni. Basi mimi huwa natoa kwenye kibiriti kile upipi mmoja au mshale mmoja wa kibiriti na uwasha, alafu naweka chini ya kiganja changu cha mkono, naanza kusikiliza ule muharara na kuchomeka pale. Naanza kujichoma kiganja changu cha mkono. Sasa ninapojichoma kwa upipi ule, basi bila shaka wanasikia uchungu hapo hapo, mimi naondoa mkono wangu. Nikishaondoa mkono wangu, alafu sasa naiambia nafsi yangu, naifanyia taaliji nafsi yangu, naitibu nafsi yangu, nikiambia ewe Muhammad Ali, ikiwa sasa hivi wewe huwezi kustahamili upipi mmoja na mshale mmoja wa kibiriti huu, vipi utaweza kustahamili moto huo? Ikiwa huu moto duniani huwezi, vipi utaweza kustahamili moto huo? Lakini utaona sisi watu jali, hata mtu akiambiwa mche Mungu bana, unayofanya yaweza kupeleka motoni, asema tuacheni bana, niache mimi, kama ni kuingia motoni nitaingia mimi, kwani utaungua wewe? Anafanya maskhara, anafanya wepesi na huu moto, lakini moto huu wallahi ni mzito sana. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya mbalimbali katika Qur'an ilikuwa anatutahadharisha sana kuhusiana na habari hii. Nitachukua tu aya baadhi kama 2, 3, 4. Ukisoma katika suratul Layl, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu asema fa andhartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wama li ahadin min ni'matin tujza wama li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Asema fa andhartukum, Mwenyezi Mungu asema nakupeni warning na kutahadharisheni, naran, kuna moto taladha unaowaka kwa ukali sana huko, la yaslaha, huwa hawatoingia kwenye moto huo illa al-ashqa, isipokuwa wale waovu, alladhi kadhaba wa tawalla, wale ambao wamekadhibisha aya za Mwenyezi Mungu, watawalla, na wakapa mgongo maneno yake. Usema nini? Maneno gani hayo? Kila siku mtuambia bana, watu tisha tu moto moto. Watawalla wasayujannabuha al-atqa, kisha Mwenyezi Mungu asema na watakaoepuka moto huo ni wale wacha Mungu, wale wenye kutoa mali zao na wakajitakasa, mpaka mwisho wa aya hizo. Hii aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema na kutahadharisheni, chungeni sana msije huko. Ndio akasema kwa kuwa kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja kifo, itaonja mauti. Wa inma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah, na siku ya kiyama ikifika kila mmoja atalipwa malipo yake. Kisha sema faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Allahumma ij'alna minhum ya rab. Faman zuhziha 'anil nar, atakayeepushwa na moto huo, aliumba mwenyewe ajua kwamba hapa si mahali pazuri. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna, atakayeepushwa na moto akatiwa peponi, faqad faz, amefaulu. Maana nini? Amesave ile adhabu. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur. Na Allah anasema haya maisha ya dunia hayakuwa isipokuwa ni starehe hizi za kudanganya. Unadanganya, tunadanganyika papa, mara unaona umri umeisha, kifo kimekuja,
hujajiandaa, kumbe kuna moto unasubiri. Sasa Allah jalla jalaluhu asema chungeni sana, fa anzartukum naran talazza. Aya nyingine Mwenyezi Mungu asema fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lilkafirin. Allah asema fattaqun nar, uogopeni moto ambao moto huo msifikiri kuni zake ni zile kuni tunazokata za miti tukipikia sisi. Pengine akili ya mtu inaweza kuona labda huo moto huo wa jahannam au moto huko kuni zitakuwa ni kuni hizi za kawaida au miti itawekwa ya kuchoma. Hapana, waquduha an-nasu wal hijara. Sikiza kuni zake kwanza. Kuni zake itakuwa ni watu. Watu ndio watatiwa pale, ndio wakishe ule moto. Kaa ufikirie kuni zenyewe ni watu, wal hijara, na mawe. Mawe ambayo yakiwaka hapo ndani yanazidisha ule ukali wa ule moto. Wanasema siku moja Nabii Allah Musa anatembea na kutajiwe linatoka maji. Akaliambia jiwe, unatoka maji? Jiwe likamwambia sio maji mimi, haya ni machozi yananitoka, nasikia aya nasema waquduha an-nas wal hijara. Nasikia Mungu ameweka, japo ilikuwa si Qur'ani, wakati wao ni Taurat, lakini nasikia kwamba Mungu amepanga moto itakuwa kuni zake ni watu na mawe. Kwa hivyo mimi naogopa isije katika hayo mawe mimi ikawa ni moja wapo katika mawe yatakaoingia katika moto, kuhakisha huo moto. Haya jiwe jamani, likiingia motoni linaumia, lakini tizama lilikuwa laogopa. Ndio ukaona ndani ya suratul Baqara utaambiwa wa inna minal hijarati lama tafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah. Kuna baadhi ya mawe yanaanguka kutoka juu ya mlima mpaka chini kwa sababu ya kumwogopa nani? Kumwogopa Allah subhanahu. Mingine yanapasuka, yanabubujika maji na mito kwa hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo sisi tuna habari hiyo? Leo sisi kweli tuna hofu ya moto? Na kuwa na hofu ya moto sio kusema wala ukawawalia tu, la. Hofu ya moto ni wewe ujiepushe na yale mambo ambayo Mungu hayataki na hayapendi. Wanasema Waarabu wanasema lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ile hali ile, action speak louder than word. Ile kitendo chako chenyewe huwa kinaelezea vizuri kabisa hata kuliko maneno yako. Hata ukisema waogopa moto, lakini vitendo unavyovifanya vaonesha kwamba wewe huchi moto, wewe muongo. Na hata kama usemi huo, lakini unaepuka yale mambo ambayo kwamba yatakupeleka motoni, wewe ndio unaogopa moto. Laysa bimujarradil kalam wa inma huwa bifi'li alkhairat wa tarki almunkarat. Sio kwa kusema tu kwa maneno, ni kuepuka maovu na kufanya mema. Kweli wewe utakuwa unaogopa moto. Ndio Allah anatuhadharisha kwamba waquduha an-nas wal hijara, kuni zake ni moto, kuni zake ni watu na vile vile mawe. Uiddat lilkafirin. Tukienda katika aya nyingine, Allah jalla jalaluhu atutahadharisha tena katika sura inaitwa Suratut Tahrim, aya nambari 6. Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu asema ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah anasema enyi mlioamini, qu anfusakum wa ahlikum nara, jiokoeni nyinyi na nafsi zenu na moto. Waquduha an-nas wal hijara, huo moto kuni zake ni watu na mawe. Aliha malaika, juu yake tumeweka malaika, askari ambao watakuwa pale. Si askari wa Kenya wala si askari tunawajua,
ni malaika ambao watakuwa hapo. Ghiladhun, tena ni wakali. Shidadun, wana nguvu, huwezi kumponyoka. Ghiladhun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hawa muasi Allah kwa yale walioamrishwa na wanafanya vile vile kama walivyoamrishwa. Ndipo Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu siku moja alipokuwa usiku anafanya mzunguko wake ule wa kawaida wa kuangalia hali za mji unaendelea namna gani, usiku akapita katika moja miongoni mwa nyumba za Waislamu, akampata mwenye nyumba ndani yuwaswali. Katika sala yake akawa anasoma suratul Tur, akawa amekuja nayo mpaka akafika katika aya inayosema inna adhaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Mwenyezi Mungu asema hakika hiyo adhabu ya moto Mola wako itatokea kweli, si story. Ma lahu min dafi, hakuna yeyote atakayeweza kuizuia. Umar bin Khattab wakati huo alikuwa yuko juu ya punda wake. Kwa kuisikia aya hiyo akaanza kukosa nguvu pale juu ya punda, mpaka akawa tetemeka, ikabidi ashuke chini. Akaanza kutegemea ukuta, anaegemea kwa sababu nguvu zinamwishia, anajisikiza, akakaa kwa muda. Na huku yuwasema qasamun, hakika hichi ni kiapo Mungu anapo, wa rabbul Kaaba, na naapa kwa Bwana wa al-Kaaba. Haki ni mambo ya ukweli motoko. Akashuka kwenye mnyama wake akiwa taabani, anasikia vibaya. Faraja ila manzili, akarudi nyumbani. Aliporudi nyumbani, famakatha shahran yauduhu an-nasu wala yadruna ma maradhuhu radhiyallahu anhu. Mwezi mzima Umar bin Khattab yuko nyumbani, akawa anaumwa, anaugua. Watu wanakwenda kumtembelea, wanafikiri sijui ana malaria huyu ama una ugonjwa gani, kumbe ni aya. Kuisikia hiyo aya inna adhaba rabbika lawaqi ikamuaffect, akawa anafikiria. Mwezi mzima akawa anaugua, watu wanadhani ana maradhi, kumbe hana chochote, ni kwamba ni aya tu ilikuwa imemuumiza ule uzito wake alivyofikiria. Hofu kiasi gani namna hii walivyokuwa nayo hao wema waliotangulia. Bali kuna wengine ziliwaua mpaka roho zikatoka kabisa. Mmoja katika mwanachuoni kiitwa Mansur bin Ammar, huyu bwana alikwenda katika mji fulani, katika ile kutembea kwake akaona alale kwenye mji ule. Alfajiri alipoinuka kutoka kwenda msikitini, akapita mahali akasikia sauti ya barobaro yualia ndani. Katika kilio chake akawa anamlilia Mwenyezi Mungu kwa dhambi zake alizozifanya, akimwambia biizzatika wa jalalik, kwa izza yako na kwa utukufu wako Mola wangu, nakubali kwamba mimi nimekuasi na yote niliyoyafanya umeyaona Mola wangu. Mola wangu, kitu kilichonighuri ni nafsi yangu, sio kwamba mimi sijui kwamba una adhabu umeiweka na kwamba mimi naweza kustahimili adhabu hiyo. Matamanio yangu na shahawa zangu ndio zinidanganya, na ile sitara wakati ulipokuwa unaniasi unanistiri ikanidanganya. Mola wangu, kama leo utanipokea mimi toba yangu hii, nani mwingine ambaye atakubali toba yangu hii? Akawa anasema maneno ya kutaka radhi na msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mansur ibn Ammar akasoma aya hii iliyowasomea, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghilaz. Kwa sauti yule barobaro akaisikia aya hii, kilio kikazidi kule ndani. Akasikia sautan yatarib, sauti inatingisika ndani, lakini hakushughulika huyo, akaenda zake haja zake. Kulipofika asubuhi akarudi kwa njia ile ile, akipita akaona jeneza limetolewa limewekwa nje, na kando yake akapata kuna bibi mkubwa anaenda huku akirudi huku, mama yake. Akauliza Mansur, manil mayit, ili jeneza la maitina gani? Yule bibi akamwambia, usinitonoshe kidonda. Wanauliza habari aliyekufa, usinizidishie huzuni.
Akamwambia ana rajulun gharib, na kuuliza kwa sababu mimi ni mgeni hapa. Akamwambia kumbe wewe ni mgeni, ndio maana mkashangaa wanauliza na watu washajua nani aliyefariki. Basi kama wewe ni mgeni wataka kujua aliyefariki, akamwambia hadha waladi, huyo ni mtoto wangu. Marra bina albarihata rajulun, alipita mtu hapa, faqara, alipopita akasoma sura au aya ambayo kwamba ndani yake inataja habari za moto, ambayo ni aya hii, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sasa aya hii kijana wangu ilikwenda ikamgusa, ikamtingisha mpaka leo asema fama zala yabki wa yastarib hatta mat. Aya hiyo ilimpeleka akawa anajipiga, akawa na yumba na analia mpaka akakata roho yake kwa sababu ya aya hiyo. Tazama watu zilivyokuwa aya za moto. Leo mpate Muislamu afanya maovu, umwambie shekhe, kuna moto huko, kumbuka, rudi nyuma, adhabu za Allah hutoziweza wewe. Atakuangalia, ikizidi atakwambia wewe niache mimi bwana, kama ni huo moto mimi nitapambana nao mimi. Anajasiri kusema hivyo. Watu wameuawa, wamekufa, roho zimetoka kwa sababu ya kusikia aya inazungumza habari hiyo. Mwangalia Abdullah ibn Rawaha, sahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku alipokuwa amelala kwenye mapaja ya mkewe, alikuwa hasikii vizuri, kichwa chake amekiweka kama ni mto wake, akawa amelala, mara machozi Abdullah ibn Rawaha yakawa yanamtiririka. Mkewe akamuona mumewe walia, kwa kumpenda mkewe na huruma, na yeye pia akaanza kulia. Na huko amuuliza, walizwa na nini mume wangu? Abdullah ibn Rawaha akawa yashindwa kumwambia mke wake kitu kinachomliza kitu gani, akawa endelea kulia tu, analia tu. Mwisho mkewe naye akazidisha kilio cha mkewe kilipozidi, Abdullah ibn Rawaha amuuliza mke wake, haya na wewe mke wangu kitu gani kinakuchukulia? Mkewe amwambia, nimekuona wewe walia ndio na mimi nikalia. Akamwambia basi mimi silii hivi, mimi unajua kwa sababu gani nalia? Akamwambia imenijia aya katika suratu Maryam, Mwenyezi Mungu aeleza kuhusu sirat, vile jinsi watu watakapopitishwa katika ile bridge, chini ikiwa ni moto. Bridge yenyewe ahaddu minas sayf, ni nyembamba hata kuliko, iko sharp kuliko yale makali ya upanga, wa adaqu minash-sha'r, na ni nyembamba hata kuliko unywele, na chini ni moto. Na Mwenyezi Mungu anasema wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ambia hizi aya zimenijia mimi. Mwenyezi Mungu asema wa in minkum illa waridha, hakuna yote miongoni mwenu isipokuwa ataufikia huo moto, lazima upitishwe hapo chini jahannam. Sio biriji hii ya Kilifi mnaoiona nyembamba kama unywele, kaa ufikirie, utasawar wapita mahali pembamba kama unywele, chini moto, na kuna kalalibu na khatatif. Allah anasema na hapo kutakuwa giza, nuru ya amali yako ndio itakupitisha kama hapo, mahali kama hapo. Bwana Mtume anasema kuna watu watapita kama umeme papa, kuna watu kalbarq, wengine katayr, watapita kama ndege papa, speed ya ndege, wengine karih, speed ya upepo, wengine kama msafara wa ngamia au mafarasi, na wengine watakuwa wanakwenda, kifika katikati pale wanaporomoka, wanaanguka chini, na ikifika hapo hawaoni mbele, giza. Sasa wale waumini wakipitishwa watakuwa na nuru zile amali zao. Wanafiki wakifika pale nuru zao zitakuwa zinazima sasa, na nuru itategemea amali yako. Kuna wengine Bwana Mtume anatuambia nuru zao zitakuwa kama majabali, wengine nuru zao zitakuwa kama mtende, nuru zao wengine zitakuwa kama kimo cha mtu, na wengine itabaki katika kidole tu ndio inamulika hiyo nuru, na mara inawaka mara inazima. Waumini watakapoona baadhi ya watu nuru zao zinazima, ndipo hapo watasema rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Mola wetu tutimizie nuru yetu isizime,
Mwenyezi Mungu katika sura Al-Hadid akasema, yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim bushrakum al-yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika huwa al-fawz al-'azim. Yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu lilladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Wanafiki wa kiume na wa kike wanawaambia waumini, jamani tungojeni na sisi tupate nuru yetu, tunataka kupita kwenye bridge. Qila irji'u wara'akum, watawaambia kwa stizai, rudini huko nyuma, huko duniani huko, kule misikitini kule ndiko kuna nuru, mkatafute nuru. Fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi arrahma wa dhahiruhu min qibali adhab. Allah aweke ukuta sasa, ukuta wenyewe una mlango, kwa ndani una adhabu na nje yake kwa ndani kuna rehma na nje yake kuna adhabu. Ndipo wanawaambia yunadunahum alam nakum ma'akum, wanaambia kwani sisi hatukuwa na nyinyi duniani? Watawaambia kwa nini tulikuwa pamoja? Qalu bala, tulikuwa pamoja, tulikuwa mtaa mmoja, tulikuwa sote tuko Kilifi kule, tunajuana vizuri. Walakinnakum fatantum anfusakum, nyinyi mlijifitini nafsi zenu. Watarabbastum, na kazi yenu mlikuwa mnakaa mnangusikiza maovu ya Waislamu yawafike mfurahie. Wartabtum, mlikuwa mnashaka kila mkiambiwa mambo ya Mungu mnasema Sheikh anasema tu. Wa gharratkum al-amani hatta jaa amrullah, na matamanio akawadanganya mpaka ikaja amri ya Mungu ya kifo. Wa gharrakum billahi al-gharur, na shetani akawadanganya kabisa. Abdullah bin Rawaha analia mwambie mkewe, hiyo aya ya kupitishwa katika surati Allah asema sote. Kwa hivyo tumeambiwa tutapitishwa, lakini sikuambiwa mimi nitapita. La adri anju minha am la, sijui mimi nitaokoka na adhabu hiyo au vipi. Hasan al-Basri siku amefunga, ameletewa chakula, akiekewa chakula, wakati wa kula chakula kimemshinda, akitia mkono akasema kiondoeni hiki chakula. Nini? Asema kuna aya imenisimamia. Allah anasema inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aman dha ghussatin wa adhaban alima. Hakika sisi tumeandaa chakula ankalan wa jahima, adhabu kali kali mbalimbali na moto. Wa ta'aman dha ghussa, na chakula cha watu motoni, mtu akila kinamsakama katika koo, miba inakusi. Sasa unakuwa unaitisha maji, unapewa usaha, unapewa shukisha hiyo. Laysa lahum ta'amun illa min dharih, hawana chakula isipokuwa miba. Hasan al-Basri anisikia aya hii asema kiondoeni kabisa, siwezi kula. Hakuweza kula, akaendelea kufunga. Siku ya pili akaletewa tena hivyo hivyo, aya ikamjia asema kiondoeni. Siku ya tatu mwanawe akatoka akawaambia marafiki zake, maulama wenzake, akiwaambia kina Thabit ibn Banan na Yahya al-Bakka, haraka njoni mumuwai mzee wangu ama atakufa siku ya tatu leo, hajatia atakula, twendeni. Jamaa wakaenda wakamwambia kula. Hasan al-Basri asema nataka kula, lakini kila nikitaka kula aya hiyo inanijia, chakula kinanishinda. Mwisho jamaa ndipo wakamshika kwa nguvu, akapewa uji kwa lazima, angalau usije akafa. Nini? Ni aya ambayo imemsimamia. Mwenyezi Mungu tumuomba atupe hofu ya jambo hili, atupe misimamo mema, atutakamanishe na wema, atupe husnul khatima inda al-maut. Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dini. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi wa sahbihi sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.